Bwana, hali gani na karibu tena Mwaujanja Zone, mahali pekee ambapo huwa tunaelezana njia rahisi za kutengeneza pesa mtandaoni na maujanja mengine ya mtandaoni. Katika video hii nitakuwa nikikuelekeza namna gani unaweza kupata TIN number kwa ajili ya matumizi yako mbalimbali. Kwa hiyo ambatana nami mpaka mwisho wa video hii. Hapo chini kuna link nimekuwekea. Baada kugusa hiyo link itakupeleka mahali hapa katika tovuti hii. Au waweza kusearch Google Taxpayer Portal na pia ukachagua matokeo yatakayotokea Google na utafika mahali hapa. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa tutakwenda kujaza taarifa zetu za msingi ili kuanza kufanya hiyo process na kupata namba ya TIN. Hapa kwanza kabisa kuna vitu vitatu na unaweza kuvitumia kutengeneza TIN, lakini leo tutakwenda kutumia namba ya NIDA ambayo hakikisha umegusa kiboksi hichi cha kwanza, kiduara cha kwanza, na baada ya kugusa kile cha kwanza hapo chini utakwenda kugusa kwenye hicho kiboksi kwa ajili ya kujaza namba yako ya NIDA. Kama bado huna namba ya NIDA na umeshajisajili, kuna video nimeiandaa itakwenda kukuelekeza namna gani unaweza kupata namba ya NIDA haraka ndani ya muda mfupi tu, sekunde chache utapata namba yako ya NIDA na utaitumia mahali hapa. Kwa hiyo hapo nitajaza namba yangu ya NIDA. Baada ya kujaza hapo nitagusa submit. Baada ya kugusa submit, kitakachofuata nitaletewa ukurasa unaofuata kwa ajili ya kudhibitisha kwamba hiyo namba niliyojaza ni ya kwangu. Hivyo nitatakiwa kujaza taarifa za msingi kama jinsi ambavyo zinaonekana hapo. Nitakuwa nimeulizwa maswali, na maswali haya sio maswali kwamba ni haya na wewe unaweza kuulizwa maswali mengine, lakini kwa sasa nimeulizwa mahali niliposajilia NIDA yangu, nimeulizwa mwaka niliosajilia, mwaka wangu wa kuzaliwa na maanisha, pamoja na mtaa niliosajilia hiyo NIDA. Kwa hiyo utajaza kulingana na maswali ambayo utakuwa umeulizwa hayo matatu, na baada ya kujaza hayo maswali sawa na jinsi ulivyoulizwa, utagusa kitufe hichi cha submit ili kuendelea na hatua zinazofuata kwa ajili ya kupata TIN number yako. Kwa baada ya kuwa umegusa hapo, itakuleta sehemu hii, utatakiwa kuchagua moja kati ya machaguo haya mawili, kwamba unatengeneza NIDA kwa ajili ya masuala ya kibiashara ama kwa ajili ya masuala yako mengine binafsi, ambayo ni pia inaweza kuwa ya kibiashara ila sio ya kampuni kama hivyo. Kwa mimi nitachagua hii ya chini ambayo ni ya binafsi. Kwa baada ya kuchagua hiyo binafsi ya chini, italetewa tena maswali mengine ya muhimu ya kujaza, lakini taarifa nyingi nakuta hapa tayari zimeshajazwa kwa kuwa nimezitoa kwenye NIDA. Lakini pia ukiona kibox kina alama ya nyota kwa mbele, ina maana kwamba hiyo ni sehemu ya muhimu na hutaki kuiacha wazi. Hivyo sio sehemu zote unaweza kujaza. Kwa mfano hapo kwa email, kama una au unayo hutaki kujaza sio lazima, ila ukiona kuna kinyota kwa mbele, hiyo sehemu ni ya lazima. Kwa hiyo kama hapo naona kila sehemu zimejazwa, naweza nikabonyeza hicho kitufe cha next kinachoonekana hapo. Nikigusa inanipeleka sehemu ya pili ambayo natakiwa kujaza taarifa zinazofuata. Kumbuka nilichokuambia kwamba sehemu ya nyota ni ya muhimu. Kwa utajaza hapo mkoa, ina kinyota, ni ya muhimu. Najaza mkoa naotokea, wilaya nitajaza wilaya naotoka, kata nitajaza kata ambayo ninaishi kwa sasa. Ila zile taarifa zilizokuwepo kule mwanzoni baada ya kujaza namba ya NIDA, zile zilikuwa ni taarifa za mahali nilipotengenezea ile NIDA. Kwa hiyo natakiwa kuweza kutofautisha hivyo. Kwa hapa nitakuwa nikijaza mahali ambapo naishi, taarifa zangu, kila kitu kitajijaza, vingine vinaweza vikajijaza kama ambavyo unaona hapo. Lakini sehemu hii iliyoandikwa word prominent, hapo utajaza jina la eneo unaloishi. Tumeshajaza huko mwanzoni, lakini pia utahitaji tena kujaza hapa, na hiyo ni sehemu ya muhimu kuijaza. Kwa utajaza hapo mahali husika ambapo unaishi ili kuendelea na hatua zinazofuata. Kwa hiyo kitokea umeacha na sehemu ya muhimu itakuambia kama hivyo. Kwa baada hapo nitagusa tena next kama inavyoonekana hapo. Baada kugusa nitafikia tena hatua ya 3 katika hizi hatua 4 za kujaza taarifa zangu za msingi. Hapo nitajaza na kuchagua sababu ya kutafuta TIN number. Binafsi nitachagua sehemu hii ya kwa masuala yasiyo ya kibiashara. Na maana kwamba ukigusa masuala ya kibiashara hapo, chagua hilo la chini kabisa, utakutana tena na maswali na hatua zingine, ila mimi nimeamua nichague hiyo ili kuondokana na shida zingine, kwa sababu pia ni mambo ya kibinafsi. Kwa hiyo nitagusa next hapo ili kuendelea. Baada ya kumaliza kujaza sababu hiyo, nitafika hatua ya 4 ambayo ni ya mwisho. Nitatakiwa kudhibitisha kwamba nimesoma hayo, kwamba na ninakiri kwamba natengeneza
namba hii, na pia utaonyeshwa picha yako pamoja na sahihi yako kwamba unathibitisha, na baadaye kugusa submit. Hakikisha umegusa kile kibox ambacho kinaonekana pale juu nimekizungushia. Baada ya hapo utagusa submit. Baada ya kusubmit tayari hatua zinakuwa zimekamilika. Kwa hiyo process zikikamilika utapewa ujumbe huu kwamba fulani tayari umekamilisha, na hapo atakuonesha namba yako ya TIN number, na maanisha kishaoneshwa hapo, hiyo ndo namba yako na process tayari unakuwa umekamilisha. Unaweza kuicopy na kwenda kuitumia, tayari unakuwa umekamilisha. Lakini pia cha muhimu sasa hapa, hatua inayofuata katika video inayofuata nitakwenda kukuonesha namna gani unaweza kupata TIN certificate au cheti cha TIN katika simu yako ya mkononi kirahisi. Kwa hiyo kwa sasa unaweza kugusa hiyo sehemu ya ambayo imeonekana hapo, please click here to login. Kwa hiyo uta login, lakini baada ya kuwa umefika sehemu hii utapatiwa ujumbe. Huo ujumbe unakupatia password kwa ajili ya kuweza kulogin pamoja na username. Username ndio hiyo namba yako ya TIN, lakini password utakwenda kuiona katika message. Tukienda kwenye upande wa message, hata hapa naona nimetumiwa message kutoka TRA na message hiyo itakuwa inajieleza vizuri kabisa kwamba kama unavyoona hapo, account created, please use TIN as username, na password zako zinakuwa zimeonekana hapo. Hizo numbers zilizoanzia na ZB na imeishiwa na lel hizo. Kwa hiyo namba kama inavyoonekana hapo utajaza na kuwa umepata password zako kirahisi kabisa. Kisha unajaza kama zilivyo, herufi kubwa na mwishoni unamalizia na lel. Hivyo basi ukigusa ile link ambayo nilikuonesha pale juu, click here to login, itakuleta mahali hapa ambapo utatakiwa kujaza TIN namba yako kama username hapo juu kabisa panapoonekana, na kisha utagusa sehemu ya password ambapo utajaza ile password uliyotumiwa katika message, na kisha utabonyeza login. Baada ya kufanya hivyo, kitakachofuata utaletewa sehemu ambayo utatakiwa kuthibitisha password zako. Utatengeneza password mpya na kisha uta login, na mpaka hapo utakuwa tayari umemaliza. Kwa hiyo tazama video inayofuata nikikuelezea namna gani unaweza kupata cheti cha TIN. Hii ni Maujanja Zone. Kama bado hujasubscribe, hakikisha umesubscribe na kuendelea kuenjoy video zinazofuata.